inayofuatiliwa naye Laban Shaban. Sasa familia ya kijana wa umri wa miaka 28 Vincent Ayomo aliyefariki Jumapili Kitengela, kaunti ya Kajiado inaendelea kulilia haki. Mwili wa Ayomo unatarajiwa kufanyiwa upasuaji kubaini kiini cha kifo. Mwanahabari wetu Laban Shaban sasa yuko katika makafani ya City. Sasa hivi tuungane naye mbashara. Naam, kama ulivyosema Frederick Mwichiriri kwamba ni taarifa ambayo tunafuatilia kwa karibu kabisa. Nimekwisha zungumza na mjane ambaye anakwenda kwa jina Khadija Riami. Anasema kwamba anazidi kulilia haki na mchakato wa upasuaji kubaini kiini cha kifo cha Vincent Ayomo. Mchakato huo unafaa ufanywe upesi. Nimeweza kubaini baada ya kuongea na maafisa katika mochari hii ya Nairobi kubaini kuwa upasuaji huo bado haujaratibiwa kufanyika leo, lakini katika mazungumzo na familia ni kwamba kuna shinikizo kubwa kabisa upasuaji huo ufanyike upesi ili waweze pia kufuatilia mchakato wa kulilia haki. Pia nimeweza kuzungumza na wanaharakati ambao walikuwa wamekita kambi hapa wakiendelea kufuatilia malilio ya wananchi ambao ima walijeruhiwa kwa sababu ya patashika ya Jumapili baada ya kutibuliwa kwa mkutano wa ODM mida ya alasiri, ama pia maafa haya ambayo tayari tumekwisha shuhudia. Naweza kusema kwamba tunaweza kudhibitisha kifo kimoja ambacho kilitokea pale Kitengela Jumapili baada ya vitoza machozi kurushwa na kutawanya halaiki kubwa ya maelfu ya wafuasi ambao wanafuatilia katibu wa ODM Edwin Sifuna na washirika wake. Taarifa nyingine ambayo ni muhimu kabisa kuangazia sasa hivi kwamba katika taarifa yetu ya jana tulikuwa tumeweza kuweka picha ama video ambayo ilikuwa inaonyesha mtu akibebwa. Ilikuwa ni saa chache tu kabla ya Vincent Ayomo kuuliwa, lakini huu ni mwili mwingine ambao ulikuwa unabebwa na baadhi ya wakazi wenye hasira. Tunapata taarifa kwamba walibeba kuelekea katika kituo cha polisi cha Kitengela. Alikuwa amevalia jeans ya samawati na kuvalia tisheti ya nyeusi hivi yenye prints ambayo ni nyeupe. Kwa hivyo tunaendelea kufuatilia kwamba mwili huo ama huyo alienda wapi. Je, yuko hai ama nini kimefanyika? Tunaendelea kufuatilia kuweza kuzungumza pia na hawa wanaharakati na baadhi ya familia ambao bado wanaendelea kufuatilia wapendwa wao. Muhimu pia Bwana Frederick kuangazia kwamba katika taarifa yetu ya jana tulizungumza na wakazi na wanabiashara wa Kitengela ambao walikuwa wameghadhabishwa sana na tukio hilo la biashara zao kusambaratishwa na kupoteza pesa na pia uharibifu ambao ulishuhudiwa. Mmoja ambaye tulizungumza naye ni Peter Ndungu. Peter Ndungu nimezungumza naye kwamba anasema alitafutwa na makachero wa DCI usiku na kupelekwa katika kituo kwa mahojiano kwamba aeleze ni nini anakijua kuhusu maandamano. Anasema walitaja maneno maandamano ambayo yalifanyika usiku kule Kitengela. Peter Ndungu anasema sasa maisha yake yako hatarini na wakazi wengine ambao wamezungumza nasi. Kwa ufupi kabisa nikiweza kumalizia kwamba wakazi wa Kitengela wana hofu zaidi kwamba wakiweza kuzungumza nasi ama kamera zetu zikiwa nasa kwamba polisi wanawaandama. Niko hapa kufuatilia taarifa hizi, alafu tutakupa kwa utendeti kufikia saa 1 na saa 3 usiku. Kwa sasa narejesha kwako studio Frederick. Taarifa ya majonzi hiyo kutoka kwake Laban Shaban ambayo anaifuatilia kwa karibu sana, amekuwa akifuatilia tangu Jumapili. Tuachana na hayo sasa, lakini ni masuala ambayo